Nimeikatiza, nitawapa kopi. Kwa hiyo utajumlisha, utaona wakulawiti wako wangapi, kubaka wako wangapi, unyang'anyi wa kutumia silaha kwa maana ya visu kwa tafsiri ya sheria ni silaha, nondo kwa tafsiri ya silaha ni silaha, wale wa kutumia bunduki baada ya kuwa wakali sana, wale wamepotea kabisa. Wamepotea kwa maana hawafanyi matendo ya kihalifu, sio kupotea kwa tafsiri ambayo watu wanayo. Tumekuwa wakali na mifumo ya kisheria, wale tumehakikisha wapati nafasi kabisa. Kwa hiyo idadi ya wanaotuhumiwa kulawiti pamoja na kubaka, list yake ipo hapa. Kuhusu masuala pia ya usalama barabarani, pia list yake ipo hapa. Lingine ulisema ni nini? Mwenendo wa kesi. Mwenendo wa nani harakishaji hizi kesi. Ukiangalia trend, tulikuwa tukiwa na kesi za namna hii tunakaa miaka 4, miaka 5, miaka 3, lakini ukiangalia hizi kesi nyingi ni za 20, 23, 25 mashauri yameisha. Nyingi ni za 20, 24, 20, 25 mashauri yameisha. Kwa hiyo unaweza kusema kuna maendeleo makubwa ya usikilizwaji wa mashauri haya ya kisheria kwenye mahakama zetu, lakini pia kuna maendeleo makubwa. Wakati mwingine zilikuwa zinachelewa kwa sababu watu hawaendi kutoa ushahidi. Unaona tuma za X kwenye mahakama ni kubwa, nzito, lakini watu hawaendi kutoa ushahidi. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa, na ndio maana mwisho nimewashukuru wananchi, sasa hivi hawaogopi kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Na kwa orodha hii kubwa, haya ni matokeo makubwa ya utekelezwaji wa mifumo ya kisheria katika kushughulikia masuala ya kihalifu. Kwa hiyo napongeza sana ofisi ya mashtaka, napongeza sana mahakama, napongeza sana wananchi, sababu wao ndio wamefanikisha kwa hii orodha ndefu ya watu waliobaka, watu waliolawiti, watu walionajisi, watu ambao wamefanya matukio ya unyang'anyi kuweza kutufikisha hapa tulipo. Shauri la Father Kitima nililitolea taarifa hatua ya awali, na mnakumbuka Father alikuwa yuko katika hospitali kwa matibabu, na ili mfumo wa kisheria wa watu waliotuhumiwa ufanye kazi, ni jukumu la kisheria kuhakikisha kwamba tunapata maelezo ya ndugu yetu Father Kitima kimaandishi. Sasa kipindi kile ilikuwa sio busara, na tulijaribu kwenda mara kadhaa, mtu akiwa bado katika mazingira magumu ya kuumwa, uwezi ukaanza kutumia approach ya kwamba nataka maelezo. Kwa hiyo atakapotulia, tukapata maelezo ya kimaandishi, narudia, maelezo ya kimaandishi ambayo yataingia kwenye mafaili ili yaende kwenye ofisi ya mashtaka, na ndio mfumo wa kisheria, basi tutazidi kutoa taarifa kuhusiana na shauri hilo. Atakapokuwa ametulia, akatoa maelezo ya kimaandishi kama serikali inavyofanya kazi katika mfumo wa kimaandishi, kwa sababu sasa mafaili yatakuwa yana move kutoka point A kwenda point B. Sasa ukitaka kumuona Father unamuona kwa statement yake. Ile itatupa fursa, kwa sababu yule ni shahidi mkuu katika shauri hilo tunalolichunguza, na jamhuri kwa kesi za jinai ndio mlalamikaji. Kwa hiyo yule ni shahidi muhimu, shahidi mkuu. Kwa hiyo atakapokuwa ametulia, tukapata maelezo ya kimaandishi, shauri letu litaendelea kusonga mbele na tutazidi kuwapa taarifa. Kwa hiyo ni busara za kisheria, mtu anapokuwa yuko kwenye tatizo akitulia, basi kuna picha anaweza akawapa ya ziada kuhusiana na kitu mnachokichunguza. Ukiacha
taarifa tulizozipata za awali, kwa sababu pale pia palikuwa na watu ambao tuliwahoji, zile tulizisimamia katika kufanya yale tuliyoyafanya. Lakini bado upo umuhimu wa kisheria tutakapokuwa na utulivu na tunaheshimu father akiwa na utulivu mkubwa, tukapata maelezo yake kimaandishi, ili sasa haya mafaili yaweze kumuvu kiusheria. Kwa hiyo bado tunafanya kazi nzuri kubwa ya kuhakikisha kwamba usalama unaimarika kwa watu wote katika jiji letu la Dar es Salaam. Nadhani shauri lote likitokea, sisi tunashughulikia kwa mujibu wa sheria, na kwa sababu ni swala la takwimu, unataka kujua nini kimefikia wapi, nadhani tunaweza tukaonana baada ya muda nikajua hatua za kisheria zimefikia kwenye nafasi gani, kwa sababu matukio ambayo yalitokea yamepelelezwa na idara yetu ya upelelezi na yako katika stage tofauti. Kwa hiyo nadhani nitakuwa kwenye nafasi nzuri ya kukuambia baada ya kuwa na mimi nime cross check kwa wahusika.